Magistra TV, habari, burudani na fursa. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, Tundu Lissu, ametaka kesi ya uhaini dhidi yake ifutwe, akisema mchakato wa kweli wa maridhiano ya kitaifa hauwezi kufanyika akiwa kizuizini. Lissu amesema ni muhimu kuwa huru ili kushiriki kwa uwazi katika mazungumzo ya maridhiano. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mazungumzo na mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola, rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera, aliyemtembelea katika gereza la Ukonga ambako amekuwa akizuiliwa kwa takribani mwaka mmoja. Hapa chini na kusomea taarifa kwa umma ya chama hicho, nayo inasema kama hivi: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinawaarifu wanachama wake, wafuasi na umma wa Watanzania kuwa wakili Paul Kisabo amemtembelea mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao wamejadili kwa kina mwenendo wa kesi mbalimbali zinazomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na zile zinazoendelea dhidi ya chama. Aidha, Mheshimiwa Tundu Lissu ameeleza kuwa tarehe 15 Aprili 2026 alipata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Lazarus Chakwera na kuwasilisha kwake masuala yafuatayo muhimu kwa mustakabali wa demokrasia na utawala wa sheria nchini: kwamba kesi ya uhaini inayomkabili inatokana na misimamo yake wa no reforms, no election, na hiyo kuisisitiza kufutwa kwa kesi zote zinazomkabili yeye na chama pamoja na utayari wake wa kushiriki mazungumzo akiwa huru. Kufanyika kwa uchaguzi huru na kimataifa kulingana na makubaliano ya Oktoba 2025 kupitia taasisi kama SADC. 3. Uwepo wa mazingira wezeshi kwa mazungumzo ya kweli na utekelezaji wake. 4. Uwajibikaji katika taasisi kwa yaliyotokea Oktoba 2025, hususan kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa INEC na TCRA, sambamba na kurejea ripoti ya Jaji Nyalali 1992. 5. Kufanyika kwa mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuzingatia ripoti ya Jaji Chande 2023. 6. Mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi kwa kuzingatia ripoti mbalimbali za wadau wa uchaguzi 1995, 2025 pamoja na ripoti za Jaji Warioba na Jaji Nyalali. 7. Umuhimu wa kupatikana kwa katiba mpya. Aidha, Mheshimiwa Lissu amepatiwa nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani uliotolewa tarehe 15 Aprili 2026 unaoruhusu chama kuendelea na shughuli zake. Baada ya kupitia uamuzi huo, ametoa wito kwa wanachama na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kwa hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa maandalizi ya mikutano ya hadhara. Chadema kinaendelea kusisitiza dhamira yake ya kupigania haki, demokrasia, utawala bora na maslahi ya wananchi kwa njia za amani na kisheria. Taarifa hii ilitolewa siku ya Alhamisi tarehe 16 Aprili 2026. Hii ni Magistra TV. Endelea kufuatilia updates zetu, bonyeza neno subscribe. Asante. Magistra TV, habari, burudani na fursa.